Siku njema mtazamaji wa TVC 247. Hii leo manahodha ni wawili, hivyo basi chombo hakitaenda mrama. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za saa moja. Mimi ni msomaji wako Martin Days. Hujambo na karibu, jina langu ni Kauthar Mariam. Karibu, andamana nasi hadi tamati, lakini kwanza tuanze kwa vidokezo. Chuo kikuu cha Rongo kinaomboleza kifo cha mwanafunzi wa mwaka wa kwanza. Violet Wekesa amefariki dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi. Wazazi wataka NEC itoe karatasi halisi za majibu, huku matokeo ya Nyambare yakiwaacha wengi katika hali ya msongo wa mawazo. Wanafunzi wa senior secondary katika eneo bunge la Kiharu watakuwa wanalipwa karo ya shilingi 500 pekee kwa muhula. Rais Yoweri Museveni atamenyana na wagombea 8 katika uchaguzi mkuu wa Alhamisi ijayo. Miili ya watu wasiojulikana imepatikana imetupwa ndani ya tenki la maji katika eneo la Mbale, kaunti ya Vihiga. Rais Samia Suluhu amesema kwamba kadri uchumi utakavyokuwa ndivyo mishahara ya majaji na mahakimu itakavyozidi kuongezeka. Habari kikamilifu. Wanafunzi wa senior secondary katika eneo bunge la Kiharu sasa watafarijika baada ya kutangazwa kwa mpango mpya wa elimu utakao kuwezesha kulipa karo ya shilingi 500 pekee kwa muhula. Mpango huu unalenga kupunguza mzigo wa karo kwa wazazi na walezi, huku ukiimarisha upatikanaji wa elimu bora kwa wanafunzi wote bila kujali hali ya kiuchumi. Viongozi wa eneo hilo wanasema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada ya kuhakikisha hakuna wanafunzi wanaokosa masomo kutokana na ukosefu wa karo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo, uongozi wa eneo la Kiharu ulisisitiza kuwa elimu ni nguzo muhimu ya maendeleo na kwamba uwekezaji katika elimu ni uwekezaji wa moja kwa moja kwa mustakabali wa jamii. Mpango huu pia unatarajiwa kuongeza idadi ya wanafunzi wanaomaliza elimu ya sekondari na kuboresha matokeo ya kitaaluma. Wazazi na wanafunzi wamepongeza hatua hiyo, wakisema itapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto za kifedha, hasa kwa familia zenye kipato cha chini, na kuwapa wanafunzi nafasi ya kuzingatia masomo yao bila presha ya ada. Mpango wa masomo bora Kiharu unajiunga na juhudi zingine za kitaifa na za kaunti za kuboresha sekta ya elimu na kuhakikisha elimu inabaki kuwa haki kwa kila mtoto. Na kwingineko, miili ya watu wasiojulikana imepatikana ikiwa imetupwa ndani ya tenki la maji katika eneo la Mbale, kaunti ya Vihiga. Kwa mujibu wa polisi, miili hiyo iligunduliwa na wakazi waliokuwa wakipita karibu na eneo hilo baada ya kuhisi harufu isiyo ya kawaida. Maafisa wa usalama walifika katika eneo hilo na kuanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha vifo hivyo pamoja na waliotekeleza tukio hilo. Miili hiyo ilihamishwa hadi mochari ya hospitali ya rufaa ya Mbale kwa uchunguzi zaidi, huku polisi wakitoa wito kwa yeyote aliye na taarifa itakayosaidia uchunguzi wa kujitokeza. Na kufikia hapo hatuna budi kulikunja jamvi la TVC 247. Hayo ndio tulikuandalia siku ya leo, lakini kabla ya kutamatisha ni kuacha na kauli ya siku kwamba dunia haibadiliki kwa kelele, bali hubadilika kwa watu walio na msimamo kamili. Mimi nimekuwa msomaji wako Martin Days, hadi wakati mwingine. Asante sana kwa kuungana nasi, na jina langu ni Kauthar Mariam.